basi rududi za kiilmu zitaendelea, walau kariha alkarihun, hata kama watachukia wenye kuchukia. Na uharibifu unapofanyika alanan, kwa uwazi kabisa, dhahiri shahir, basi kadhalika ubainishaji unatakiwa ufanyike alanan, kwa dhahiri shahir. liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah wa inna Allaha lasami'un alim. Mambo ya rudud za kiilmu na mijadala ya kielimu ni katika misingi muhimu sana ya ufikishaji haki. Jambo la rudud, tukisema rudud ni yale majibu au majibishano, mtu kupeleka majibu, kurudi hoja fulani na kuzivunja, kubainisha upotoshaji fulani, kuibainisha haki na kumbainisha mukhalif au kuibainisha batil kwa hujja za kielimu. Kadhalika mijadala ya kielimu ni katika mambo muhimu sana katika njia za ufikishaji wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika njia muhimu sana ya kuiporomosha batili na watu wake, hususan zikiwa rududi hizo na mijadala hiyo imejengwa juu ya misingi ya elimu, na kadhalika ikaepushwa na mihemko ya kijazba, imejengwa katika misingi madhubuti ya ilmu. Pamoja na kwamba kuna watu wengi ambao si wasomi wa dini, na baadhi yao ni katika wasomi, wamesoma kiasi fulani, wanachukizwa na utaratibu huu ambao ni utaratibu wa kisheria. Kwa wao rududi za kielimu ni matatizo, ni shida. Zikitolewa rududi za kielimu bila ya kutofautisha kwamba hizi ni katika rudud na majibu ya kielimu, hii ni mijadala ya kielimu iliyolenga kuibainisha haki na kuwabainisha watu wake na kuiporomosha batil na kuwaporomosha watu wake na kulikashifu jambo lao bila ya kutofautisha katika hilo. Wao hawakubali, kwa maoni yao wao binafsi wanaona kwamba majibizano na rududi za kielimu ni katika matatizo. Mashekhi mna matatizo. Kuna watu wanasema hivi, mngekaa mkajadiliana, mngekaa mkayamaliza wenyewe. Lakini wakati huo huo hawazuii wale wanaopotosha, wakawaambia msiseme ila kwa ilmu, msipotoshe. Maadamu upotoshaji upo na usemaji wa watu kusema bila ya ilmu ukawa upo na unaendelea, basi rududi za kiilmu zitaendelea, walau kariha alkarihun, hata kama watachukia wenye kuchukia. Wala watu hawatafuti sapoti ya watu wengine wawasapoti katika hilo, kwamba watu wamekasirika kweli kweli na wakasirike. Hadha dinullah, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakiwa tuifikishe katika misingi salama, misingi sahihi. Wala nakhafu fillahi lawmata laim, na wala tuogopi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama za wenye kulaumu. Kwa hiyo hili natakiwa lifahamike. Kuna watu hawapendelei jambo hili, na hali ya kwa sheria ya Kiislamu imeyahimiza mambo haya. Kitu cha msingi ni lugha. Hoja zako umezijenga katika misingi ipi? Unazungumza kwa lugha ipi? Ni nani unayezungumza naye? Hili ni jambo la msingi sana. Si kila mtu atasemeshwa kwa ukali, lakini pia si kila mtu atasemeshwa kwa upole. Na hili lina mifano mingi. Mtu ni uvivu tu au ni ujinga wa kutokufahamu mambo,
lakini ukirejea katika vitabu vya elimu utayakuta haya yamejaa tele. Ni kazi imeshafanyika qurun, kwa karne nyingi. Kwa hiyo haiwezi kurudi nyuma, kwa sababu kuna mtu katokea katika karne hii kwa utashi wake tu hakupendezwa na hali hiyo. Usipende, hujaambiwa upende. Kwa hiyo hili nimetaka kulitanabahisha mwanzo kabisa, kwamba hili ni jambo la kisheria lipo, na watu watakiwa walizungumze kwa uadilifu na insaf, asifanywe dhulma mtu, na kila mmoja apewe lugha inayostahiki katika kufikishiwa ujumbe. Na uharibifu unapofanyika alanan, kwa uwazi kabisa, dhahiri shahir, basi kadhalika ubainishaji unatakiwa ufanyike alanan, kwa dhahiri shahir. liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio utaratibu ambao umo ndani ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheria ya Kiislamu imehimiza pia sana mambo ya mijadala na kuzijadili hujja, wajadiluhum billati hiya ahsan, billati hiya ahsan, najadilianeni nao kwa ile njia ambayo ni ahsan, iliyo bora zaidi. Ndivyo tulivyoamrishwa na sheria ya dini yetu.